Katika wiki za hivi karibuni, uhusiano kati ya Marekani na Iran umefikia kilele kipya cha mvutano, huku taarifa mbalimbali zikieleza kuwa Marekani imehusishwa kwa namna moja au nyingine katika mashambulizi dhidi ya Iran. Ingawa Marekani haijathibitisha rasmi kushambulia moja kwa moja, ishara nyingi zinaonyesha kuwa nchi hiyo iko katika hatua za maandalizi ya kijeshi, ikishirikiana kwa karibu na Israel katika operesheni za kijasusi na ulinzi wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ameridhia mpango wa mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran kama vile Fordo, Natanz na Arak. Hata hivyo, utekelezaji wa mashambulizi hayo bado unasubiri masharti ya mwisho, ikiwemo Iran kuonyesha nia ya majadiliano au kusalimu amri kwa baadhi ya masharti ya Marekani. Hili linaonyesha kuwa Marekani bado inatumia mbinu ya kuzuia kwa kutishia, yani deterrence, ambapo uwepo wa vitisho vya mashambulizi hutumika kushinikiza Iran kisiasa. Zaidi ya hayo, Marekani imeanza kusogeza majeshi yake karibu na eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kupeleka manowari, ndege za kivita na vikosi vya ardhini kwenye bahari ya Arabia na Mediterranean ya Mashariki. Hatua hii inaelezwa kama maandalizi ya dharura dhidi ya uwezekano wa vita au hatua ya kusaidia Israel iwapo itazidi kuwa mbaya. Aidha, Marekani imeondoa baadhi ya wafanyakazi wake kutoka kwenye ubalozi wa mji wa Tel Aviv huko nchini Israel, jambo ambalo linadhihirisha wazi juu ya kulipiza mashambulizi kutoka kwa Iran. Pamoja na maandalizi hayo, ndani ya Marekani kumekuwa na mgawanyiko wa kisiasa kuhusu uhalali wa rais kuanzisha vita dhidi ya Iran bila idhini ya bunge. Bunge la Marekani limeanzisha mswada wa kuzuia hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran pasipo kupitishwa rasmi kwa wawakilishi wa wananchi, hali inayoonyesha kwamba siasa za ndani ya Marekani zinagawanyika kuhusu iwapo taifa hilo linafaa kuingilia kijeshi mgogoro kati ya Iran na Israel. Katika jukwaa la kimataifa, ushiriki wa Marekani umevuta tahadhari kutoka kwa mataifa mengine yenye nguvu kama vile Urusi na China, ambazo zimeonya kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kuibua maafa makubwa, ikiwemo janga la nyuklia. Wakati huo huo, Iran yenyewe imeapa kuwa haitakubali kusalimu amri na itaendelea kujilinda kwa njia yoyote ile dhidi ya mashambulizi ya pamoja kutoka Israel na Marekani. Kwa kuhitimisha tu, Marekani inajikuta katikati ya mkondo wa maamuzi magumu ya kijeshi na kisiasa kuhusu Iran. Ingawa haijaanzisha mashambulizi ya moja kwa moja, ushiriki wake kwa njia ya kijasusi, vifaa vya msaada wa kijeshi kwa Israel ni dalili kwamba ina nafasi muhimu katika mzozo huu, na dunia inaendelea kushuhudia hali ya taharuki inayohitaji hekima ya kidiplomasia ili kuzuia janga kubwa la kibinadamu na hatari ya kivita vya kimataifa.